Ni kukaribishe sana katika kitabu hiki kinaitwa Tajiri wa Babeli. Mwandishi anaitwa George S. Clason. Mfasiri anaitwa Brown Ruitiko Mwakalonge. Msimuliaji ni Felix Mwenda. Mchapishaji ni Pictures Publishers. Haki zote zimehifadhiwa. Kitabu hiki kwa mtindo wa sauti kinapatikana ndani ya app ya maktaba sauti iliyopo Play Store. Kuungwa ndani ya maktaba hiyo, wasiliana na wachapishaji kwa WhatsApp namba 0715 278 384. Utangulizi. Maendeleo ya nchi yetu yanategemea maendeleo ya mtu mmoja mmoja. Kitabu hiki kinahusu mafanikio ya kila mmoja wetu. Mafanikio ni malengo tunayotimiza kutokana na uwezo na jitihada zetu, na maandalizi mazuri ni jambo la muhimu ili kufikia mafanikio. Matendo yetu yanategemea fikra zetu, nazo fikra zetu zinategemea uelewa wetu. Kitabu hiki ni mwongozo katika kuelekea uelewa wa kifedha. Lengo kuu la kitabu hiki ni kuwapa mwanga wale wenye nia ya kupata mafanikio ya kifedha, mwanga juu ya kupata pesa, kuitunza na kutumia ziada kuzalisha zaidi. Kitabu hiki kitaturudisha katika jiji la Babeli au Babiloni, jiji ambalo kanuni za pesa zinazotumika duniani leo ndiko chimbuko lake. Babiloni lilikuwa jiji tajiri kuliko yote katika zama zake, kwa sababu raia wake walikuwa ni matajiri. Walitambua thamani ya pesa, walitumia kanuni bora katika kupata pesa, kutunza na kuwekeza. Pia walijihakikishia kitu ambacho sote tunatamani sana: kipato kwa ajili ya wakati ujao. George S. Clason. Tajiri wa Babeli, mtu aliyetamani dhahabu. Bansil alikuwa ni mtengenezaji wa magari ya kukokotwa na farasi huko Babiloni. Alikuwa ni mtu ambaye hakuridhika na hali ya maisha yake. Siku hii alikuwa amekaa juu ya ukuta mfupi unaozunguka nyumba yake. Aliangalia kwa huzuni kajumba kake na eneo analofanyia kazi, ambapo kulikuwa na gari la farasi ambalo halijaisha kutengenezwa. Mara kwa mara mke wake alionekana mlangoni, na kwa jinsi alivyokuwa akimwangalia ilimkumbusha kuwa unga ulikuwa unakaribia kuisha, hivyo anatakiwa kufanya kazi gari lile liishe. Agongelee, akate, apige msasa, apige rangi, aweke matairi na kupamba, kisha alipeleke kwa mteja wake ili apate pesa. Hata hivyo mwili wake mnene na uliojengeka uliendelea kukaa kizembe juu ya ukuta. Akili yake nzito ilikuwa inahangaika kutatua tatizo ambalo hakuweza kupata jibu lake. Joto na jua kali la kwenye bonde la mto Efrati lilikuwa likimpiga bila huruma. Matone ya jasho kama shanga yalimtoka kwenye paji la uso, yalimtiririka mpaka kwenye kifua chake chenye vinyoreo vingi, bila yeye mwenyewe kujua wala kutilia manani. Mbali na nyumba yake kulikuwa na jumba kubwa la mfalme lililokuwa limezungukwa na ukuta. Pembeni yake kulikuwa na jengo refu lililopakwa rangi, hekalu la Beli, au kwa jina lingine hekalu la Bwana au hekalu la Marduk. Katikati ya majengo makubwa na ya kifahari namna hiyo kulikuwa na kinyumba chake na vijumba vingine vichafu zaidi. Babiloni ulikuwa ni mji wa namna hiyo, mchanganyiko wa ufahari na uchafu. Utajiri mkubwa na umasikini wa kutupwa vilichanganyika na kujazana pamoja bila mpango ndani ya ukuta wa jiji. Nyuma yake, japo hakugeuka kuangalia, kulikuwa na kelele za magari ya kukokotwa na farasi ya watu matajiri, yakipita sambamba na wafanya biashara waliovaa makubazi na ombaomba waliokuwa peku. Matajiri walilazimika kuegesha magari yao pembeni kupisha msafara mrefu wa watumwa waliobeba maji kwa ajili ya kazi za mfalme. Kila mmoja wao alibeba mfuko mzito wa maji uliokuwa umetengenezwa kwa ngozi ya mbuzi. Walikuwa wanayapeleka kwenye bustani zinazoelea za Babiloni. Bansili alikuwa amezama kwenye mawazo kuhusu shida zake, wala hakukazia akili vurugu za mji. Alishtushwa na mlio wa kinubi ambao haukuwa mgeni kwake. Aligeuka na kukutana na uso unaotabasamu wa rafiki yake kipenzi Kobi, mwanamuziki. "Baraka za Mungu ziwe nawe rafiki yangu," alisalimia Kobi. "Inaonekana Mungu ni mwema sana kwako hadi huna haja ya kufanya kazi. Nafurahia bahati yako, maana na mimi naweza kufaidika nayo. Bila shaka mifuko yako imetuna, vinginevyo ungekuwa unapiga kazi saizi. Nikopeshe shekeri 2, nitakulipa jioni baada ya karamu ya matajiri." "Yaani hata kama ningekuwa na shekeri 2 nisingekukopesha," akajibu Bansili kwa unyonge.
Nisingekopesha mtu yoyote, hata wewe nisingekukopesha. Hizo ndizo zingekuwa kila kitu kwangu, na mtu hawezi kukopesha kila kitu alicho nacho, hata kwa rafiki yake kipenzi. Unasema? Akashangaa Kobi. Ina maana hauna hata shekeli moja mfukoni, lakini umekaa juu ya ukuta kama sanamu. Kwa nini usimalizie hilo gari? Sasa utapataje mahitaji yako? Sio kwa mtindo huo rafiki yangu. Nguvu zako za siku zote ziko wapi? Kuna kitu kimekukwaza? Miungu imekuletea matatizo? Itakuwa ni mateso kutoka kwa Mungu, alikubali Bansiri. Ilianza kama ndoto isiyo na maana. Ndani ya ndoto nilikuwa ni mtu wa maana. Kwenye mkanda wangu wa kiunoni ilining'inia pochi nzuri iliyojaa pesa. Kulikuwa na pesa nyingi kiasi kwamba ningeweza kugawia ombaomba bila kujali kuishiwa. Nilikuwa na dhahabu zilizonifanya nijihisi salama hata kwa siku za usoni, na wala sikuogopa kutumia pesa. Nilikuwa na mtu niliyeridhika sana. Usingenijua kama ni mtu mwenye bidii ya kazi, wala mke wangu usingemtambua. Uso wake haukuwa na makunyanzi na uling'aa kwa furaha. Alikuwa mwanamwali tena, kama alivyokuwa mwanzo nilipomwoa. Ndoto tamu kweli, akasema Kobi. Lakini kwa nini ndoto tamu hivyo ikufanye ukae juu ya ukuta kama sanamu? Hilo ndilo swali. Nilipoamka na kukumbuka jinsi mifuko yangu ilivyo mitupu, hisia za uasi na kutojali zikaniingia. Ngoja tuongelee hilo swala pamoja. Kama mabaharia wasemavyo, mimi na wewe tupo ndani ya mtumbwi mmoja. Wakati tukiwa wavulana tulijifunza pamoja kwa kuhani. Tulipokuwa vijana tulifurahia maisha pamoja, na katika utu uzima tumekuwa marafiki wa karibu. Tumekuwa watu wa kuridhika, tumeridhika kufanya kazi kwa masaa mengi, na tunatumia mapato yetu kwa uhuru. Tumepata pesa nyingi kwa miaka yote tuliyofanya kazi, lakini furaha ya utajiri tunaipata ndotoni tu. Tuna tofauti gani na kondoo wasioelewa kitu? Tunaishi kwenye mji tajiri zaidi duniani. Wasafiri wanasema hakuna mji unaofanana nao kwa utajiri, lakini sisi hatuna kitu. Baada ya kufanya kazi ngumu kwa nusu ya maisha yangu, mimi, wewe na rafiki zetu wengine hatuna kitu. Naweza kuwazima shekeli 2 na nitakulipa jioni. Nilijibuje? Nilisema kuwa hii hapa? Hapana. Nilikubali kuwa mifuko yangu haina kitu kama yako tu. Shida yetu nini? Kwa nini hatuwezi kuwa na fedha na dhahabu zaidi ya zinazotosha nguo na chakula tu? Fikiria kuhusu watu wetu, aliendelea kusema Bansiri. Je, hawafuati hatua zetu? Si kwamba wao, familia zao na familia za watoto wao wataishi katikati ya dhahabu na utajiri kama sisi, lakini wataridhika na kunywa maziwa mgando ya mbuzi na uji tu? Katika maisha yote ya urafiki wetu sijawahi ona ukiongea kama hivi Bansiri, alishangaa Kobi. Miaka hiyo yote sijawahi pata mawazo kama haya, akajibu Bansiri. Toka asubuhi hadi giza linapoingia, nimekuwa nikitengeneza magari bora sana. Nilitegemea siku moja miungu itaona kazi yangu nzuri na kunitunuku mafanikio. Haijawahi fanya hivyo, na mwishowe nimegundua haitakuja kufanya hivyo. Natamani kumiliki ardhi na ng'ombe, kuwa na nguo nzuri na pesa mfukoni. Niko tayari kufanya kazi kwa nguvu na akili zangu zote ili kupata vitu hivyo. Natamani kazi yangu nilipe ninavyostahili. Kwani tuna mkosi gani? Nikuulize tena, kwa nini hatuna vitu vizuri? Unafikiri najua jibu? Alijibu Kobi. Mimi ni kama wewe tu. Mapato kutokana na kinubi changu yanaisha haraka sana. Muda wote inanibidi niumize akili ili familia yangu isije patwa na njaa. Pia moyoni mwangu natamani kupata kinubi kikubwa zaidi ili niweze kupiga mziki hasa. Kinubi kama hicho kinaweza kutoa mziki bora ambao hata mfalme hajawahi kusikia. Na si mfalme tu, hata miungu atashangazwa na mziki wake mzuri. Lakini nawezaje kupata kinubi bora ikiwa sote ni masikini kama watumwa wa mfalme tu? Sikiliza kengele. Hao wanakuja. Akaonyesha kwenye msafara mrefu wa watumwa waliotoka mtoni, waliokuwa wamebeba maji huku wakiwa nusu uchi, jasho likiwatiririka huku wakitembea kwa taabu kutoka mtoni. Walitembea 5 huku wamebeba mifuko mizito ya ngozi ya mbuzi ikiwa imejaa maji.
anayewaongoza ana afya nzuri, akasema Kobi, huku akionyesha kwa mtu aliyevaa kengele akiongoza mbele ya msafara. Yeye alikuwa hana mzigo wowote. Bila shaka ni mtu wa maana huko kwao, si unamwona? Akaendelea kusema Kobi. Watu wengi tu kwenye huo msafara wamejengeka vizuri, alisema Bansiri. Wako kama sisi tu, warefu weupe kutoka kaskazini, weusi kutoka kusini, na wakahawia kutoka nchi za jirani. Wote wanatembea kutoka mtoni hadi bustanini kwenda na kurudi. Hawategemei furaha yoyote. Usiku kitanda cha nyasi kinawasubiri na chakula chao ni makande. Waone huruma Kobi. Unawahurumia, lakini mimi sioni tofauti yao na yetu, japo tunajiita watu huru, akasema Kobi. Hilo ni kweli Kobi, ukweli mchungu. Hatujapenda kuishi kama watumwa miaka na miaka, kufanya kazi kwa bidii bila kufika popote, akasema Bansiri kwa unyonge. Unaonaje na sisi tujue jinsi wenzetu wanavyopata mafanikio? Unaonaje na sisi tuwaige? Akauliza Kobi. Pengine kuna siri tunaweza kujifunza tukiuliza wale waliofanikiwa, akaongezea Bansiri kwa matumaini. Huwezi amini, leo hii nimekutana na rafiki yetu wa zamani Arkadi, akasema Kobi. Alikuwa amepanda gari lake la dhahabu. Nilipomwona nikajisemea moyoni, hawezi kuniangalia mtu wa chini hivi, hana tofauti na matajiri wengine. Nikashangaa na nipungia mkono. Watu wote walishuhudia tajiri mkubwa akimsalimia Kobi, mpiga kinumbi wa uchangamfu. Inasemekana ndiye tajiri kuliko wote hapa Babylon, akasema Bansiri kwa kustaajabu. Ni tajiri hadi inasemekana mfalme huomba msaada wa kifedha kwake, akasema Kobi. Tajiri sana, Bansiri akamkatiza. Ninaogopa siku nikikutana naye kwenye giza naweza kumpora. Acha ujinga, Kobi akamzodoa. Mtu atembee na utajiri wake mfukoni. Mifuko huwa mitupwa haraka iwapo hakuna namna ya kuijaza tena. Arkadi ana kipato ambacho kinafanya mifuko yake itune muda wote, haijalisha na matumizi ya kiasi gani. Kipato, hicho ndicho kitu cha muhimu, akasema Bansiri kwa furaha. Natamani kuwa na kipato ambacho kitakuwa kinaingia hata nikisafiri nchi za mbali, au nikikaa juu ya ukuta kama sanamu. Arkadi atakuwa anajua jinsi ya kuwa tajiri. Unafikiri anaweza kunielewesha mtu mwenye akili nzito kama mimi? Nafikiri inawezekana. Mbona aliweza kumfundisha mtoto wake Nomasil? Akajibu Kobi. Nilisikia watu wakisema kuwa kijana wake alienda Ninawi, na bila msaada wa baba yake amekuwa mmoja ya watu tajiri huko Ninawi. Kobi, umenipa wazo, akasema Bansiri huku macho yake yaking'aa kama mtu aliyegundua jambo. Haitopuguzi kitu kupata ushauri wa rafiki, na Arkadi ni rafiki mzuri. Tusijali kuwa mifuko yetu ni mitubu kama kiota cha mwaka jana cha kipanga. Twende, tusiogope. Tumechoka kuwa masikini katikati ya utajiri mwingi. Kama tumedhamiria kuwa watu wa maana, na twende kwa Arkadi tumuulize cha kufanya ili na sisi tuwe na kipato cha kueleweka. Umeongea kweli tupo Bansiri. Umenifungua akili. Umenifanya nielewe kuwa sababu ya kutokuwa na utajiri ni sababu hatujautafuta. Umefanya kazi kwa bidii kutengeneza magari bora. Kwa hilo umefanikiwa. Mimi nimefanya bidii kuwa mpiga kinubi hodari, na nimefanikiwa katika hili. Kwa kila jambo tulilotia bidii na kutumia akili zetu zote tulifanikiwa. Mungu alitubariki. Sasa tumeona mwanga, kama mwanga wa jua linalochomoza. Inatubidi kujifunza zaidi ili kufanikiwa zaidi. Tukiwa na maarifa tunaweza kupata njia bora za kutimiza matamanio yetu. Tuone zetu kwa Arkadi leo hii, akasema Bansiri. Pia tuwapitie rafiki zetu wengine ambao hali zao ni kama sisi, wajiunge nasi kupata maarifa ya Arkadi. Hilo ni jambo nzuri Bansiri, kuwaza kuhusu rafiki zako. Kama walivyosema, twende tuwapitie na twende kwa Arkadi leo hii.